Kupitia mpango huo, Jumijaza imekuwa ikitoa mafunzo na vifaa kwa vikundi vya hifadhi juu ya namna bora ya kuandaa vitalu, kuchagua mbegu bora na kutunza miche hadi kufikia hatua ya kupandikizwa shambani. Wakizungumza baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, viongozi wa kamati za hifadhi mkoa wa Kusini Pemba wameeleza shukrani zao kwa Jumijaza kwa mchango wake endelevu wa vifaa vitakavyosaidia utayarishaji wa vitalu vya miche ya mikoko. Tunashukuru sana Jumijaza kwa sababu ni jumuiya tulioichagua sisi wenyewe kwa ajili ya kuisimamia misitu yetu tunayotaka kuingia katika biashara ya hewa ukaa, kwa sababu ilikuwa tunapanda mikoko katika kuatika chini, lakini sasa hivi tutapanda mikoko kwa kutumia vitalu, kwa sababu ilikuwa tukipanda kutokana na ardhi wadudu walikuwa wanavila. Ili tunashukuru sana kwa kupata msaada huu na tunaamini kupitia Jumijaza shughuli hizi zitakwenda kama ilivyopangwa. Kwa kweli tunafurahi katika jumuiya hii kutuletea vifaa vya upandaji wa mikoko au miti katika shehia yetu kwa ajili ya uhifadhi wa miti. Kwa upande wao, viongozi wa Jumijaza wamesema vifaa vilivyotolewa vitasaidia kuongeza ufanisi katika utayarishaji wa vitalu vya miche ya miti kwa ajili ya kupanda katika maeneo ya hifadhi, jambo ambalo litasaidia kurejesha uoto wa asili na kuongeza thamani ya misitu. Na tunaamini kwamba vifaa hivi vitatunzwa na vitafanywa kazi kwa mujibu wa mafunzo tuliowapatia. Na jamii tunaomba iwaunge mkono hii hofma iliyopo katika sheria zetu ili tupate miche mizuri zaidi na tuhifadhi misitu yetu kwa makini zaidi. Kupitia wataalamu wetu wa idara ya misitu wametuelekeza namna vifaa bora ambavyo kwa vinahitajika, hasa upande wa vifuko polythene kwa ajili ya uatikaji wa mbegu za mangrove. Kwa hivyo tumefuata ushauri wao wa kununua polythene za nchi 3 na zile za nchi 4. Zote zinaendana kulingana na aina ya mbegu ambazo kwa zinahitajika kutumika. Kwa hivyo vikundi vilivyonufaika na mpango huo vimeshukuru Jumijaza kwa juhudi zake za kusimamia na kuendeleza misitu, hasa katika kipindi hiki ambapo Zanzibar inaelekea kunufaika na fursa ya biashara ya hewa ukaa.